Bwana ni mwema na wakati wote. Basi siku ya leo tukajifunze somo letu pendwa sana. Somo ambalo litakutoa sehemu moja katika imani na kukuweka sehemu nyingine katika imani. Somo letu la leo linasema mikakati ya adui. Mikakati ya adui wakati wa mwisho. Ukisoma katika Zaburi inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno la Mungu ndio taa yetu. Neno la Mungu ndio mwanga utumulikiao gizani. Kwa hiyo pasipo neno tutakuwa gizani. Maana yake ni nini? Tusipoishi katika maandiko, itakuwa ni virahisi kwetu shetani kuweza kutudanganya kabisa. Maana ya giza ni udanganyifu. Kwa hiyo neno ndio taa, ndio mwanga. Neno ndio ambalo linatufanya tuishi katika zama hizi za giza, zama za udanganyifu. Kwa hiyo mikakati ya adui iliyopo ni kuwaondoa watu mbali na neno la Mungu ili aweze kuwadanganya kwa urahisi sana. Ni kuwaondoa mbali kabisa. Turejelee katika kisa cha Samson. Samson alikuwa ni mwenye nguvu. Alikuwa anawasumbua Wafilisti. Anawapiga Wafilisti. Kiufupi, Samson alikuwa ni tishio kwa Wafilisti. Walikuwa wamemshindwa. Maana alikuwa na nguvu kubwa. Mtu mmoja anapiga jeshi la watu 1000. Wafilisti wakakaa chini wachunguze chanzo cha nguvu ya Samson ni nini, ili waweze kumdhibiti. Katika kuchunguza wakamtumia Delila, ambaye alikuwa ndiye udhaifu wa Samson. Walipokuja kujua chanzo cha nguvu yake ni nywele, wakamnyoa zile nywele. Samsoni akakoswa nguvu. Wakamfunga kamba, wakamtoboa na macho. Kisha wakaenda kumtumikisha kwenye ufalme wao, aende akasage ngano, kwa sababu wameweza kumdhibiti. Vivyo hivyo, wewe Mkristo, shetani ameshajua ya kwamba asili ya nguvu yako ni maombi na neno la Mungu. Maana hilo ndio ambalo linakupa nguvu ya kutikisa ngome za adui. Asili ya nguvu yako ni maombi na neno la Mungu. Kupitia maombi unatikisa ngome za maadui. Kwa kuwa shetani analijua hilo, kwa hiyo anafanya kila mbinu kuwatoa watu katika uwepo wa neno la Mungu ili aweze kuwadhibiti. Maana wamekuwa tishio katika ufalme wake. Ndugu yangu, wewe kama Mkristo ni tishio katika ufalme wa shetani. Mkristo mmoja unatikisa ngome nzima ya maelfu ya pepo wabaya na wachafu. Mkristo mmoja, kwa sababu unayo nguvu ya neno. Yohana anaandika, anasema, nawaandikia nyinyi vijana kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda huyo mwovu. Kwa hiyo shetani, kwa kujua kwamba neno la Mungu
ndiyo linalotupa ushindi. Maombi ndiyo linalotupa ushindi. Anachokifanya ni kuwatoa watu mbali na uwepo wa Mungu. Na akifanikiwa kuwatoa, anawadhibiti kweli kweli. Kama Samson alivyofungwa kamba, ndivyo shetani anavyofanya. Akifanikiwa kumtoa mtu mbali na neno, anamdhibiti kweli kweli. Anamfunga kamba katika mambo yote. Katika uchumi unafungwa. Kila kitu. Ninyi mmebarikiwa kulijua neno. Msitoke mbali na neno la Mungu. Na wala msiogope. Mungu yu hai, ana nguvu. Kwa ndugu zangu, someni maandiko kwa nguvu zote. Salini bila kukoma. Maana kwa njia hiyo tunatikisa ngome ya Ibilisi. Mungu awasaidie sana. Shetani akifanikiwa kukutoa mbali na uwepo wa Mungu, anakufunga kamba, anakupeleka kwenda kutumika katika ufalme wake, kusaga ngano, kula makombo pamoja na nguruwe. Ndugu zangu, mara ngapi wengi wanateseka dhambini, wanatumika katika kazi za ovyo. Wengine wanajiuza, wanatumikishwa na shetani, maana amewafunga kamba, amewatoboa macho wasione, macho ya kiroho. Sisi tumetumwa kuwaita ndugu zetu. Tumetumwa kuwaita ndugu zetu kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ameshinda, ana nguvu. Msiogope, maana aliye upande wetu ni mkuu kuliko aliye upande wao. Mungu akusaidie. Usitoke mbali na uwepo wa Mungu. Maana unapotoka mbali na uwepo wa Mungu, usalama wako unakuwa zilo kabisa. Mtumaini Mungu siku zote. Soma maandiko. Omba. Hapo ndipo kuna nguvu zako, na utamshinda shetani kwa maombi. Ikiwa hauombi, unajiandaa kushindwa. Umepewa Biblia. Mungu amekubariki, amekupa ubongo, amekupa uwezo wa kusoma. Soma. Amekupa muda, utumie vizuri sana. Somo letu litaendelea katika kipindi kijacho, na Mungu awabariki sana.